Napenda kusoma taarifa kwenu kuhusu maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake tarehe 8 Machi mwaka huu 2026. Kauli mbiu ya maadhimisho kwa mwaka 2026 nchini Tanzania itakuwa haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Na hii tumeitohoa kutoka kwenye kauli mbiu ya kimataifa tukaifanya kwa mazingira yetu, na kwamba kauli mbiu hii inalenga kujenga uelewa wa kuwekeza kwenye maendeleo jumuishi, ikiwemo kutambua haki za wanawake na wasichana na kuhakikisha zinafanya kazi kwa vitendo na kuleta mabadiliko ya kweli kama yalivyoainishwa kwenye nguzo za dira ya 2050, ambapo dira hii sasa itakuwa msingi wa utekelezaji wa maadhimisho haya ambayo yatahusisha makundi yote ya kijamii. Mtazamaji wa Matukio Daima, ni kusogeze katika makala haya fupi yatakayoangazia jitihada za wanawake katika kujikwamua na uchumi, na leo ndazungumza na mama mjane ambaye amekwisha poteza mume wake toka mwaka 1992, lakini hadi hivi sasa amekuwa mama mpambanaji ambaye ameendelea kupiga hatua pamoja na kulea familia. Ifahamike kwamba tarehe 8 kila mwaka, tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ya wanawake duniani, na wapo wanawake ambao wamekata tamaa ya maisha, wapo wanawake ambao wanategemea kuwezeshwa, na wapo wanawake ambao hawaamini katika kuwezesha, wanaamini katika kujiwezesha wenyewe. Sasa huyu ni mmoja kati ya kina mama ambao wanajiwezesha wenyewe na kulea familia, lakini pia na kusaidia jamii inayozunguka kupitia kilimo. Mimi hapa naitwa Francis Godi. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Esther Simon Mkula kutoka kijiji cha Idindilimunyo. Mimi ni mama mjane ambaye nimefiwa mwaka 1992. Mume wangu alifariki, aliniachia watoto wawili. Baadaye mwaka 2003 mtoto mwingine alifariki akiwa form 5. Nikabakiwa na mtoto mmoja. Tangu tuseme nilipofiwa na mume wangu nilikutana na changamoto nyingi, kwa sababu mume wangu alikuwa ni mkulima, wote tulikuwa wakulima. Alipofariki mume wangu, ndugu zangu walininyanyasa kwa kweli kidogo, manake walichukua kila kitu, mali zote, na waliniacha tu watoto. Lakini niliendelea kulima, kupambana mpaka mwishoni nikasomesha hao watoto. Baada ya kusomesha, huyu mwingine aliyefariki akiwa form 5, basi nilibakiwa na huyu mmoja. Sikukata tamaa, niliendelea kuhangaika naye kumsomesha kupitia kilimo. Nimeendelea kulima, nimemsomesha yule mtoto mpaka namaliza form 4, baadaye akafaulu kwenda form 5, 6 kwa kupitia kilimo hicho hicho. Baadaye amefaulu kwenda chuo kikuu kupitia kulima. Sikuwa na msaada mwingine wowote, lakini Mungu bariki, basi alipomaliza chuo ndio sasa hivi amemaliza, amejishikiza, yeye anaendelea na maisha yake, lakini na mimi pia naendelea na kulima na kuendelea kuishi maisha pale nyumbani kwangu. Kijiji cha Idindilimunyo kilichopo mkoani Njombe, kusini mwa Tanzania, ni moja kati ya vijiji ambavyo leo tunaweza kusogeza kuzungumza na mama huyu mjane, lakini historia yake inaonyesha kwa kiasi gani kwamba mapito yanaweza akakuchafua, lakini bado thamani yako ikabaki pale pale. Mama huyu mjane, pamoja na mapito mengi ambayo amepitia, lakini bado anaendelea kupambana, kuona anapiga hatua, na akikuaminisha kwamba mwanamke unaweza ukapiga hatua, na mwanamke simama. Lakini upo usemi unaosema kilimo ni uti wa mgongo. Kwa kiasi gani kilimo kimeweza kumnyanyua hapa na kumweka katika faraja? Kilimo kimeweza kuninyanyua kwa sababu nilipofika mahali mume wangu amefariki, nilijiona kwamba nilifiwa, lakini baadaye nilipojipa moyo nikaamua kulima, na nikajua kwamba nikilima, nikitumia njia sahihi ya kilimo, itanisaidia mimi mwenyewe kupata mahitaji ya kila siku, lakini pia kusomesha familia yangu aliyoniachia mume wangu. Ingawa changamoto, ukiwa mjane basi unakutana na changamoto nyingi. Watu wengi watakusema vibaya, au watu wengi watakutania na vitu vingi, lakini ukiamua kusimama na kwamba unataka kutunza familia yako,
na imani kwamba unaweza kufanikiwa, utalima na utauza mazao vizuri, halafu na mwishoni maisha yakaendelea. Pamoja na kupambana kuhakikisha kuwa analima, bado kilimo ambacho alikuwa akilima kilikuwa ni kilimo mazoea ambacho baba bibi alilima, na mwisho wa siku kilimo kisichokuwa na tija. Mama huyo alifanikiwa pia kuweza kuingia katika mradi wa FTMA pamoja na nafaka kilimo. Kupitia miradi hii, kwa kiasi gani mama huyu aliweza kupiga hatua na kitu gani kilimsukuma kuweza kuingia katika miradi hii? Asante. Miradi hii ni sikuingia mimi kama peke yangu, bali nashukuru watu wa nafaka kilimo walifika wilaya Wanging'ombe, ofisi za wilaya, kuomba kwamba watu wanaoweza kufanya nao kazi katika mradi huu. Nilipigiwa simu na afisa kilimo wa wilaya Bahai kwamba unaombwa kwenye mradi wa nafaka, tumekuandika kwamba ushirikiane nao. Hivi na mimi nilipokea sauti hiyo, na wao walinikubalia kwamba niwe kwenye shirika hili kwa sababu waliona uwezo wangu, hata kama sikuwa na uwezo mkubwa, lakini waliona najitahidi juu ya kilimo. Maana nilikuwa nalima mahindi, nalima tu alizeti kidogo, nafuga tukuku kidogo. Kwa hiyo mwishoni wakaona jitihada ninazozifanya, wakaamua kuniunganisha na hili shirika la nafaka kilimo. Lakini changamoto ambayo nimeiona ni kwamba wakulima walio wengi wanakalili, na hasa juu ya pembejeo hizi za mbolea, na tunapoelekeza kama ni uadimu wa pembejeo fulani au mbolea fulani haipo, kwamba kuna mbolea nyingine inayofanya kazi vizuri zaidi, wakulima wetu bado imekuwa changamoto, yani hawajaelewa vizuri somo hili, lakini tunaendelea kujitahidi kuwaelekeza. Lakini changamoto nyingine sisi kama watoa elimu juu ya kilimo, tunaona mwitikio wa akina baba ni mdogo ndani ya familia zilizokuwa nyingi. Wanapoelekezwa akina mama, akina vijana kufanya kazi, wa baba tunaona bado mwitikio ni mdogo. Hata tukiwa tunatoa mafunzo mbalimbali, tunaona baba mwitikio wao ni mdogo. Naam, basi hiyo ni historia fupi ya mama huyu, na hapa akishukuru serikali. Lakini mwisho, kwa kiasi gani kwamba ana ombi kwako wewe mtazamaji, lakini na serikali? Ombi, ninaomba akina mama na hasa wamama wenzangu wajane, tunapopata jaribu kuondokewa na baba wa nyumba, tusikate tamaa ya kuhangaika kulima au kufuga kwa ajili ya kusomesha, kwa ajili ya kuwatunza watoto. Maana hawa watoto tumepewa kama zawadi. Kazane kufanya kazi ili watoto wetu waweze kupata elimu na mwisho wake waweze kuwa na maisha yao. Wamama, naomba tujitahidi, tujipe moyo na tujikaze, tusianze kutafuta vitu vingine ambavyo vitatufanya kuanza kuharibu familia zetu au kuanza kutamani maisha mengine ambayo hatuna uwezo nayo. Asante. Naam, ni ujumbe mahususi kwa ajili ya siku ya wanawake duniani ambayo itafanyika tarehe 8 mwezi wa 3. Tumebakiza siku chache, lakini leo tutakuangazia kutoka mkoani Njombe. Lakini mwisho wa yote, mama huyu mjane anawashauri nini wajane wale ambao wamekuwa hawataki kufanya kazi na wakijikita kwamba sisi ni wajane? Mimi ujumbe naomba akina mama tuamini kwamba tunapofanya kazi ndio maisha yenyewe, na hasa tukipata fursa yoyote tushiriki vizuri kwa uaminifu, tukiwa kwenye tukiwa tumechaguliwa au tupo kwenye makundi yoyote ambayo mara nyingi wanapenda kushirikiana nasi, tufanye kwa kujiamini, tufanye kwa uaminifu, na ili tusijione kama tuwakweke hata kama tunakuwa wajane. Mama, wewe kiimani ni wa dini? Mimi kiimani ni Katoliki. Ni nyimbo gani ambazo zinakupa faraja wakati kama kitu ambao unapitia unapotaka kufanya? Nisiposema neno asante, nisiposema neno asante, nisipokiri wema wa Mungu, ulimi wangu na ugandamane, na kala kinywa changu mimi. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa yoyote yale anayonijalia, iwe usiku na mchana, lakini naendelea kupambana, naendelea kulima, naendelea kufuga
ili Mungu aendelee kushusha baraka zake katika kazi zao. Asante. Na mtazamaji, basi hakuna lenye mwanzo usiokuwa na mwisho. Nitaka kuweza kusogeza leo kutoka kijiji cha Idundilimuni wilayani Njombe, mkoa wa Njombe, ambapo tuweza kukutana na mama huyu mjane. Mimi ni Astori, nikushukuru wewe ambaye umeweza kuwa nasi kwa kipindi chote. Asante mama, piga kazi. Asante sana, nashukuru waandishi wa habari. Mungu awabariki, muendelee kututembelea na kututia moyo. Asante. Asante. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Niliponja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri wapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 1732 93. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu.